Abiru ya alimu ya Allah, sahilana muradana ya Allah, ya dalilu dullana ya Allah, khairat turiki ilaika ya Allah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitabu ni Ta'limul Banati, ukurasa wa 8. Leo tumtazame bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema iqtarabati saa, kiyama kipo karibu. Wala tazdadu minhum, na wala hakijaacha kuwa ni chenye kuzidi kwa watu, isipokuwa qurba, ni kuendelea hicho kiyama kwa watu kuwa ni karibu. Kwa mahma itegemee tutaishi miaka mingapi kwa ilaki ya umrina, yani kiasi ambacho tuendelea kuishi kwa miaka tunayozidi kuipata, basi ndiyo dalili iliyo wazi kwamba kiyama unakikaribia na kipo karibu sana. Bwana mtume aliposema iqtarabati saa, kiyama kimekaribia, wala yazdadu nasu ala dunya illa hirsa, wala watu hawatozidi kwenye hiyo dunia isipokuwa kuwa na pupa na hiyo dunia, bado wamesahau kwamba kiyama kipo karibu. Wala yazdaduna min Allah, wala hawatoenda kuwa ni wenye kuzidisha kwa Mwenyezi Mungu kwa hiyo dunia, baada ya kuwa na wao na pupa na hiyo dunia. Nini kinatokea? Illa bu'dan, isipokuwa ni umbali waipataji wa rehema ya Mwenyezi Mungu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Twende. Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema akhsir min jashaika, punguza kula kuliko pitiliza. Fa inna akthara nasi shib'an, hakika wale watu wenye kula zaidi katika hii dunia, aktharuhum ju'an fil akhirah, ndio wale watu wengi watakaokuwa na njaa kali siku ya kiyama. Sababu ukishakuwa mtu umeshiba, mengi yatakupita, ibada na shiba wapi na wapi, sawa, ucha Mungu na shibe wapi na wapi. Kwa hiyo ile kaslani ya badani, sababu yake ni kula kila wakati. Tupunguze kula, kwa sababu mtu anayeshiba sana duniani hawezi kufanya ibada. Matokeo yake anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukishakuwa na mbali na umbali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa ni mtu mwenye njaa siku ya kiyama, kwa sababu ulikula ukufanya ibada. Aqallu ummati, bwana mtume anasema ni wachache katika umma wangu, alladhina, wale ambao yabalahuna sabiina, watakaofikisha miaka 70. Ni watu wachache katika umati wangu, na hili liko wazi ndugu yangu. Tizama miaka mingapi leo, sawa, unayo, lakini ulivyochoka kiasi hicho. Sasa jiulize kwamba hiyo miaka 70 utaifika kwa maisha haya ambayo leo wala hatuangalii, sawa. Miaka yetu tunaangalia maisha jinsi yalivyo. Basi walio watoto kila siku wanaondoka, watu wazima kila siku wanaondoka. Wewe uliobaki katika hii dunia, we ni nani? Una nini? Umemwonga nini Mwenyezi Mungu akubakishe? Ni wakati bado, lakini huna matarajio yako, amali yako isiwe kubwa kiasi ukamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulidhani kwamba utafikisha miaka 70, we huwezi kufikisha, wachache sana. Na hii ndiyo hali aliyoizungumza bwana mtume, na bwana mtume hakuwaizungumza uongo. Yantiqul hawa wama illa huwa wahyun yuha, wama yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Katika hadithi nyingine, aqallu ma yujadu min ummati fi akhir zaman, kile kichache kitakachokuwa kinapatikana katika mwisho mwa zama za umma wangu ni dirhamun halal, pesa ya halali. Na ni kweli kwa maisha haya ya leo, wachache ndio wanaotafuta hela ya halali katika njia iliyo ya halali, lakini wengi matafuto ya pesa zao zina haramu nyingi sana, ziko riba na mengineyo ya ghushi, uongo na utapeli. Basi na kila ambayo yatautoa uhalali wa maksabi katika sabili ya utafutaji wa pesa. Hili bwana mtume alilisema, umma wangu itafika wakati pesa ya halali kupatikana ni kitu kigumu sana.
wa akhu yuthaqu bi, na mtu atakayeaminika kwenye pesa. Hawa watu kwa zama tunazoishi wachache kweli, tumkute mtu anaaminika kwenye upande wa pesa. Mata hii ni mtihani mkubwa sana. Acha tuweke kituo hapa katika maarifa.